nazidi kushukuru pia fora za Mheshimiwa Rais za kutukutanisha na mheshimiwa waziri ambao kimsingi wamekuwa na nafasi kubwa ya kutusaidia walimu na kujihisi sio wakiwa tena, lakini wa kujihisi sio watu wanyonge tena. Tuliweza kuzungumza na ofisi ya utumishi juu ya swala kubadilika kwa mtaala, lakini pia tulizungumza masuala ya usaili, lakini pia tulizungumza umri wa kustaafu, lakini pia tulizungumza namna ya uzalishwaji walimu, ambapo mengi tuliyabainisha na mheshimiwa waziri. Tulikubaliana na serikali katika maamuzi ya kuunda tume ya wizara 5. Hizo wizara ambazo zinaweza kufuatilia changamoto ambazo sisi tumeziwasilisha. Mheshimiwa waziri aliweza kutuomba kuwa wavumilivu baina ya siku 30 mpaka siku 45, ambapo wizara zaidi ya 5 zitakaa na kuunda tume na kuzungumza mambo kadha ambayo tuliweza kuyazungumza, ambazo wizara ambazo zitafanya kazi kwa ajili ya kutatua changamoto zetu ilikuwa ni ofisi ya Rais utumishi wa umma na utawala bora, lakini pia ofisi ya Rais TAMISEMI, ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, wizara ya elimu, sayansi na teknolojia, pia na wizara ya fedha. Hizi zote zitakaa kwa ajili ya kuweza kusort out changamoto. Lakini kubwa kuliko ni kwamba kulikuwa kuna changamoto ambayo tuliweza kuhoji juu ya swala lilikuwa sort out pale jana ya walimu wa uchumi ambao kimsingi wao hawakupata nafasi ya kupata nafasi ya kwenda kwenye usaili kutokana na changamoto mbalimbali. Mheshimiwa waziri wa elimu na mheshimiwa waziri wa utumishi waweza kusort hapo na kuweza kupata kibali cha kufanya hiyo field. Lakini kingine ni kwamba tumekubali maamuzi ya waziri ofisi ya Rais utumishi wa umma na utawala bora Mheshimiwa George Simbachawene, kwani alitupokea kwa upendo, furaha na kutufanya sisi kama watoto wake na kuyachukua changamoto zetu sisi kama walimu, na tulijisikia faraja kubwa na kuona kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuchagua viongozi ambao ni bora, lakini pia viongozi ambao wanajali, kwani walitupatia muda sisi ambao tulikuwa tuna changamoto kidogo, wakatupatia muda mzuri kabisa kueleza yale ambao sisi yanatusibu na kuweza kuyashughulikia kwa ufasaha zaidi, na kama ambavyo walitupatia majibu. Kimsingi watu wasiwe na hofu au kuona kwamba hili swala limeenda kisiasa. Hapana, kwani wameunda tume ambayo inaenda kushughulikia changamoto zote ambazo tumezieleza A to Z, peji ya kwanza mpaka peji ya 22. Hivyo basi nawaomba wananchi wa Tanzania, lakini pia wananeto na walimu wote wasiokuwa na ajira nchini, tusubirie hizo siku 30 mpaka siku 45, kwani zinaweza likaleta matokeo makubwa zaidi na yenye faraja kwa wananchi wa Tanzania. Lakini vile vile naomba kuwasisitiza wadogo zetu ambao wako kwenye field za walimu, lakini pia kwenye field mbalimbali, waendelee kuisikiliza serikali juu ya huu mtaala mpya ambao umeenda kwa ajili ya kuwa na mtaala ambao tunazungumza competence based curriculum, kwa ajili wakati wao wanasoma pia wanajifunza na vitu kadha wa kadha ili kuweza kupata maendeleo yenye tija kwa taifa letu. Hatujaramba asali hata mmoja hapa, kuna lamba asali hata 1000, hakuna ambaye lamba asali. Lakini sasa sisi ni wasomi, hatutakiwi tu kulalamika mara kwa mara. Haya ndio tunalalamika. Mmetoa hoja, mmeenda mmejibiwa kwa hoja. Tukumbuke kwamba sisi hii ndio swala, sisi ndio tunaanzisha hili sakata. Tumetoa hoja zetu, tumeitwa, tumejibiwa kwa hoja pia. Lazima pia tuwe wavumilivu, sio swala kulamba asali. Ni swala wao, sisi tulikuja kisomi na wao wamekutuita kisomi, wamejenga hoja zetu na wamechukua hoja zetu na wao wameleta hoja zao. Tumeona kuna haja ya kusubiri hoja zao kwanza ambazo wamezitoa na kuzifanyia kazi. Tuone baadaye inakuaje, lakini sio swala la kulamba asali. Hakuna lamba asali. Mwenyekiti, umelamba asali? Hakuna lamba asali hapa jamani. Kwa hiyo lazima tujue hilo kwamba tulikuja mwanzoni sisi, tumerudi tena sisi, hakuna haja ya kulamba asali. Sisi ni Watanzania wazalendo wenye mapenzi ya dhati na Watanzania wenzetu, lakini pia tunafahamu maumivu ambayo maskini wenzetu wanapitia. Kwa hiyo ndugu wananeto, msichukulie kwamba ni swala kulamba asali. Sisi ni wasomi.
hatutakiwi kuwa tunapinga kila kitu. Wanapotuletea hoja serikali, lazima sisi tukae kimya kusubiria hoja zao ziweze kufanya kazi. Hatuwezi kuwa tunapinga moja kwa moja, hilo sisi hatuwezi. Sisi ni wasomi. Sisi sio chama cha kisiasa kwamba muda wote tutakuwa tunapinga. Hapana. Sisi ni wasomi. Lazima tukae tuone kwamba hizi hoja wamezileta serikali, tuzikae tuzifanye kazi na tuzisikilize. Kwa hiyo nafikiria, ndugu mwandishi wa habari, hakuna ile amba asali hapa. Mungu shahidi. Tupo wote, hatuna ajira vile. Wote hapa ni unemployed, hakuna aliyeajiriwa hapa. Mungu shahidi. Hakuna hata mmoja aliyeajiriwa. Mimi nawapieni hivi, haki ya Mungu. Hakuna aliyeajiriwa hapa. Ni masuala tu ya hoja. Lazima tuweze kufanyaje? Kuelewana katika hilo.